Tuna mambo mengi tu. Leo nilipita kusalimia tu, mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wa Kataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yeye hajali kwamba wewe ni shabiki, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tunahangaika vijana wapate ajira. Wewe unasema wakatae fursa ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi. Na kuna watu tunaanza kushabikia hilo. Nani kawaambieni nyimbo za injili zinatengenezwa na studio ya mlokole? Yule anayetengeneza nyimbo hizo, nani kawaambieni kaokoka? Nani kawaambieni? Tunapelekwa wapi? Tunaelekezwa, tunataka kupelekwa wapi? Chuki za kijinga hizo. Chuki za kijinga. Kama mtu kaandaa mkutano na anamlipa msanii, mtu ana harusi yake anamlipa msanii, wewe inakuuma nini? Yeye ajira yake, anasomesha watoto, ana kodi ya nyumba, anaipatia kwa kipaji hicho alichompa Mungu. Ndio. Nani kawaambieni mtu anaenda kucheza timu ile? Nani kawaambieni ana kadi ya wanachama ya timu ile? Yeye pale haangalii kadi gani ile. Yule yeye ana studio, anakuja mwimbaji anataka kubani wimbo wake. Nani kawaambieni kama yeye si muumini wa dhehebu hilo? Nani kawaambieni anakuwa mshabiki wa dhehebu hilo? Yeye yuko kazini, kazi yake yeye ni kuchoma nyimbo. Mbona mnapangiwa tofali moja la chuki na ninyi mnapokea? Mambo gani ya hovyo hai? Yaani ndio nchi Mwalimu Nyerere aliyotuachia hiyo? Mwalimu katuachia nchi ambayo hatuulizani kabila, hatuulizani dini. Ikifika Krismasi, watoto wote wa Wakristo na Waislamu wananunua nguo mpya wanaenda kwenye Krismasi. Ikifika mwezi mtukufu, hata mimi wanavaa kanzu, siku nyingine nakaribishwa kuanza kufuturu kuliko hata waliofunga. Hiyo ndio Tanzania. Leo hii tunataka tuanze kuulizana kwamba akitokea mtu yeye ni Muislamu akitengeneza wimbo wa kwaya aambiwe wewe kwa nini umewatengenezea hawa wimbo? Mambo gani hayo tunataka kwenda? Msanii hivi kwenye kampeni tu. Simba wakiwa na Simba Day, msanii anaenda, yeye ni shabiki wa Simba. Yanga wakiwa na Yanga Day, msanii anaenda, yeye analipwa kuimba, ndo ajira yake. Kuna mtu mmoja tu kaishiwa maarifa, anataka Tanzania igawanyike, na sisi tunataka kuunga mkono upuzi wa aina hii. Na mimi niwaambieni, kuunga mkono mizaha ya watu ambao wao walishapoteza, wala hawatarajii kuwa Watanzania tena, wala hawatarajii kuja hapa, wanawaambia na maisha yao yalipo, alafu anakuambia uharibu nchi yako. Hii ina madhara mabaya sana. Na mimi niwaambieni, Mheshimiwa Rais amesimama kidete na ametoa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala yanayohusu nchi yetu. Watanzania, twendeni tumuunge mkono. Twende muunge mkono. Huu uelekeo aliotoa ni kwa faida ya Watanzania wote. Na tumekubaliana kama taifa